Kwanza tunamshukuru Mungu. Sisi kama KMC tushamaliza maandalizi yetu, yanaenda vizuri mpaka sasa hizi wachezaji wote wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Sawa, nikaribisha maswali kwa mwalimu kama yapo. Coach, yes. Tunakwenda kukutana na Yanga Afrika ambao wamekuwa ni moja kati ya timu ambao zina safu nzuri ya ulinzi kwa msimu huu, kwa maana kwamba kuna wastani mdogo sana wa kufunga mabao katika nyavu zao. Wengine wewe kama mwalimu, hivi hapo sahihi unakuja nayo kuhakikisha kwamba tunapata matokeo, kwa sababu hauwezi kupata matokeo basi na kushinda. Ya kweli kama KMC tunatambua uwezo waliopo nao Yanga kwa sasa, ubora wao wa kila mchezaji mmoja mmoja, lakini sisi tumejipanga kwa ajili ya kuwakabili. Naamini mchezo utakuwa mzuri. Utakuwa mchezo mzuri sana. Sawa, swali la pili kwa mwalimu. Mwalimu, naenda kukutana na Yanga Afrika ambaye anaongoza ligi, lakini pia ukiangalia kwenye hiyo ni mko chini kabisa. Wengine ni ngumu kiasi gani kuandaa wachezaji kisaikolojia na kurudisha ile mentality ya upambanaji mwisho wa siku basi kwenye mchezo huu. Ya hiyo tumeifanya kazi kwa ajili ya kuandaa wachezaji kisaikolojia, kwa sababu ukiangalia position ambayo tuko nao saizi kidogo ni wa mwisho katika ligi. Kwa wachezaji wengi wana pressure, lakini tunajaribu kuwajenga saikolojia kwamba ni mechi kama mechi zingine, cha msingi tufuate utaratibu jinsi plani ambayo tutaingia nayo tuitekeleze tu. Hakuna lisiyowezekana. Sawa, swali la mwisho kwa mwalimu kama lipo. Mwalimu, ni uwanja wenu wa nyumbani mnakwenda kucheza Young Africans. Inawezekana ni uwanja ambao mmeuzoea kwa kiasi kikubwa. Mnakwenda kucheza na timu ambayo inawezekana pia ikawa imeuzoea uwanja huo kwa sababu ndio uwanja wake wa nyumbani pia. Labda hii home advantage kwa nyinyi inawezekana ikawasaidia kuelekea mchezo huo wa kesho. Advantage ipo kwa sababu kwanza ni uwanja wetu wa nyumbani, ingawa na Yanga na utumia uwanja kama wa nyumbani. Lakini sisi tuko nyumbani, tuna kila sababu ya kupambana ili tuweze kupata pointi 3. Nikushukuru sana mwalimu na nikutakia kila la heri kuelekea mchezo wenu wa kesho dhidi ya Young Africans. Asante sana. Kama alikuwa ni mwalimu mkuu wa kikosi cha KMC akizungumza maandalizi ya kikosi chake kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Young Africans, wakisema wao wapo tayari kuelekea mchezo huo na wapo tayari kuwakabili Young Africans licha ya nafasi ya timu hizo kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Na sasa ni wakati wa kujiunga na mchezaji ambaye yeye atakwenda kutueleza kwa upande wa wachezaji wamejiandaje kuelekea mchezo huo dhidi ya Young Africans. Karibu sana. Kwa majina naitwa Omari Chibada. Sisi wachezaji kama KMC tumejiandaa vizuri kwa kabili Yanga hapo kesho. Maswali kwa mchezaji? Ninyi kama wachezaji mnapokuwa ninyi kwa ninyi pekee mnazungumza nini kuhakikisha kwamba mnapata ushindi mbele ya wananchi wa Afrika, lakini pia mnarejea angalau mchezo kweli katika msimu huu? Tunazungumza vizuri na kila mchezaji ana morali ya mechi ya kesho na mechi zinazoendelea. Inshallah, kwa Mwenyezi Mungu akituamsha salama, kila kitu kinawezekana. Swali la pili kwa mchezaji Chibada. Okay. Huko kwa mwisho kupita Yanga Africa na hasa sasa hivi mko katika nafasi mbaya na kukutana na timu ambayo inapambania kufikia ubingwa wake, hasa kwa wachezaji humu kwa hiyo una experience Kiujumla kwa ligi yote mechi zote ni ngumu, japokuwa mechi ya Yanga itakuwa ngumu kabisa kwa sababu aina ya timu ambayo tunakutana nayo ni kubwa katika nchi hii na yani ina kila kitu. Swali la mwisho kwa mchezaji kama lipo. Chibada, ni mchezo dhidi ya Young Africans. Wote tunafahamu nafasi ambayo waliopo Young Africans, lakini nafasi pia ambayo nyinyi mpo. Nyinyi kama wachezaji, hili gap la alama nadhani mmeliona, na the way how Young Africans walivyo kwa hivi sasa, fomu yao nadhani pia nyinyi mnafahamu. Labda kuna kitu gani cha ziada ambacho nyinyi huwa mnaongea huko mlipo, na ni kitu gani ambacho watu wengi ambao wamekatia tamaa KMC wanaweza kaja kuwa surprise hiyo kesho? Kwa sababu katika hizi mechi ambazo zimechezwa nyuma huko, ukiachana na hii ya Yanga, sisi tumeshafungwa mechi nyingi. Kwa hiyo kwa mechi ya kesho sisi hatuna kitu cha kupoteza. Hakuna kitu cha kupoteza zaidi ya kwenda kucheza mechi tu.
Nikushukuru sana na nikutakia kila heri kuelekea mchezo wenu wa kesho dhidi ya Young Africans. Asante sana. Na ni sehemu ya kwanza hiyo ya